Mafanikio yako na ustawi wako unategemea watu. Yaani hata kama una kitu cha kuuza, una huduma ya kutoa, kama watu wasipokuja kununua, watu wasipokuja kupata hiyo huduma, wezi. Na kwa sababu inategemea watu, mahusiano yako ni muhimu mno. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa kazi yake katika hicho kiwanda, anaenda kuingiza vyakula kwenye chumba cha baridi ili vilale huko mpaka asubuhi visiharibike, wakirudi kesho yake wanaendelea na mchakato. Sasa huyo mama alikuwa na tabia, akipita getini wakati anaingia lazima asalimie walinzi, wakati wa kutoka anasalimia walinzi. Kila siku ndio tabia yake. Siku moja wakati anarudisha vitu cold room, vikawa vimesongamana mlangoni, kwa hiyo akaingia ndani ya chumba cha baridi, akawa anavivuta vitu vikae vizuri kule ndani. Kuna mtu mmoja akapita akasema, huyu mama mbona amesahau kufunga mlango leo? Akamfungia ndani ya kile chumba cha baridi, akaloki, wakaondoka. Sasa wale walinzi wanaona watu wanapita, wanaangalia, yule mama anayetusalimiaga na kutuaga leo mbona hatuaji? Wakasema labda amechelewa tu kufunga huko ndani. Sasa ile cold room ilivyo, hata ukibamiza mlango kwa ndani au sikiki, kwa sababu ile insulation ambayo ndio inazuia baridi ndani inamaliza sauti. Kwa hiyo imepita saa moja, wale walinzi wakasema hapana, hebu ngoja niende huko ndani nikaangalie. Afu kuna kitu kikamwambia, hebu kafungue cold room. Uzuri moja haijafungwa na funguo, unaenda tu nafungua, ile inafungua tu hivi, huyu hapa mlangoni. Asema asante kwa kuja kunifungulia. Yule mlinzi akasema, najaribu kuwaza kama usingekuwa unatuaga na kutusalimia unapoingia na kutuaga na wakati unatoka, nani hata angejua kwamba wewe uko huko ndani umekwama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahusiana vipi na watu?